Unajua Sauda, kitu ambacho mimi nashindwa kuelewa. Inawezekanaje mamangu akawa mchawi? Na hata kama ni ndoto, kwa nini muote mamangu? Au kweli mamangu atakuwa mchawi Sauda? Sara, lolote inawezekana. Inawezekana ikawa kweli au sio kweli. Lakini ninavyoona mimi ile nyumba ina mauzo. Haiwezekani usiku wa manane umuone mtu anapiga kelele chooni tena kuomba msaada. Uamke asubuhi unamwona mtu anaingia chooni afu anapotelea huko huko haonekani. Wewe ulionea wapi hiyo? Kama sio mauzauza ni kitu gani? Na shemeji yako ndio anapiga. Ndio pa kumpokelea usikilize anasemaje. Sauda, nampokelea anasema nini? Wakati unajua kabisa moja kati ya sharti nilopewa, siruhusiwi kuingiza mwanaume yeyote mle ndani. Na tayari atakuwa amejiandaa kabisa anataka kuja kwake. Nampokelea anasema nini? Shoga yangu, mimi nakushauri tu, hiyo nyumba inatakiwa uhame. Yaani wachane hiyo kodi kabisa, tafuta chumba kingine ili uwe huru na shemeji. Sara, mtoto anazaliwa na kufa na unasahau. Sembuse kodi? Pesa kitu gani? Achana hiyo kodi. Utatafuta pesa nyingine na utapata. Ili uwe huru na maisha yako, uwe huru na mahusiano yako, tafuta chumba kingine. Sauda, day one tu ningeondoka. Ile siku ya kwanza tu uza nilolipata pale ningeondoka. Siruhusiwi kurudisha kodi wala kuhama kabla kodi haijaisha. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba wewe utavumilia ile mauzauza mwaka mzima? Yaani ukae mwaka mzima tu unanengeneka kisa kodi? Hapana. Shoga yangu, haiwezekani. Ila nina wazo. Nina kitu ambacho tunaweza tukafanya na ukahama pale. Kitu gani Sauda? Da. Kwanza pole sana Irene. Asante. Lakini pia niliyajua haya yote toka mwanzo. Na ndio maana nikahitaji kuwa na wewe ili uweze kuwa mwanamke wangu. Lakini kwa bahati mbaya haukuwahi kuridhika na mimi hata siku moja, wala kunipa nafasi kwenye moyo wako. By the way, mimi naamini Ima ni mtu ambaye anakupenda sana. Sidhani kama anaweza kufanya yote hayo. Ni kweli. Ima ni mwanaume ninayempenda sana. Lakini ni mwigizaji kwangu. Akiwa mbele za watu anaonyesha kunipenda sana. Lakini tukiwa wawili hataki kusikia harufu yangu wala kuona sura yangu. Na hapo ndipo nashindwa kumwelewa. Tukiwa mbele za watu anapotenda anampenda sana. Na tukiwa wawili hana hisia na mimi. Yaani nashindwa hata nimwelewe kikweli rafiki yangu. King, mimi nimekuja kwako kutaka msaada. Jaribu kuongea na rafiki yako. Anipunguzie maumivu anayonipa, ni makali sana. Irene. You're so beautiful. But siamini kama wewe ni mtu ambaye unaweza kuteseka na mapenzi kiasi hicho. Anyway. Mimi nipo tayari kukusaidia kwa lolote lile. Lakini kwa sharti moja. Karibu mwanangu. Asante mamangu za hapa. Jema tu, kwema utokako? Huko nitokako kwema. Kabisa mimi niko sawa. Nilipita tu nikusalimia mamangu. Ila mtoto wako kuna jambo linamtatiza sana. Jambo gani hilo tena mwanangu? Mama, hivi unaamini kwamba uchawi upo? Uchawi? Unamaanisha ushirikina? Kama utanipa nafasi ya kuweza kulipata ladha ya penzi lako, ninaweza kuzungumza na Ima nikakusaidia na ukaipata furaha ambayo unaitaka.
lakini kama utashindwa, utabidi ujipambanie mwenyewe. Maamuzi ni yako. Niliajua yote haya na ndio maana nikahitaji msaada wako, lakini naomba unifanyie wema mmoja tu. Ongea kwanza na Ima, kisha nitafanya ninachokitaka, ila nitalala na wewe usiku mmoja tu, na baada ya hapa Mungu niache na ndoa yangu. That's good. Nimeipenda hiyo, na imani hiyo itakuwa njia sahihi ya wewe kuipata furaha yako, kwa sababu mimi nakamilisha furaha yako na wewe utakidhi haja zangu. Ima, mimi ni mshikaji wangu ambaye na Mungu sana. Nikuahidi nitazungumza naye na imani utaishi kwa furaha sana, lakini katika vitu ambavyo nilikuwa na wish siku moja niweze kuvikamilisha, basi ni kulipata ladha ya penzi lako Irene. Hatimaye kila kitu huwa kinakuja kwa sababu. Neema anapiga. Ndiyo, namaanisha ushirikina. Unaamini kwamba upo? Ndiyo, naamini uchawi upo. Ndio maana hata baadhi ya mitume walishawahi kuugua. Lakini katika imani haipaswi kuamini hivyo. Inapaswa kila kitu kumwachia Muumba wetu, kwa kuwa yeye ndio kila kitu. Nikusihi tu mwanangu, penda sana kusoma Biblia, na unapolala usiache kusali. Na kwa nini umeuliza hivi? Mama, jana nimeota ndoto mbaya tena ya kutisha sana. Ndoto gani? Yaani mama, nimeota mwili wangu umelala chini, alafu kuna mtu anauzunguka mwili wangu, lakini huyo mtu nilimtambua na nikamwita jina. Huyo mtu ambaye alikuwa anakuzunguka kwenye ndoto na ukamwita jina, ulimwita kwa jina gani? Kabla sijamwita mama, nilishtuka sana kutoka ndotoni, na taswira ya sura yake, jina, vyote vikanipotea. Hiyo ndoto mbona mbaya sana? Lakini uwaga ni ndoto tu, na mara nyingi uwaga ni mapepo. Lakini nikusihi, usiache kusoma Biblia na pia kusali, na kama hauna Biblia basi uje kwangu uchukue, na hakuna ndoto mbaya itakayokupata tena. Sawa mwanangu, mimi nimekuelewa. Niacha nione sana. Sawa mwanangu, ila mimi sikusindikizi. Acha nizungumze naye, usijali. Halo? Niko nje mzee hapa. Njoo nifungulie geti. Okay, sawa, hamna shida. Neema. Lakini usijali. Acha nikamfungulie. Uwe tangulia kwanza chumbani, sikukute hapa. Samahani kakangu. Kwanza habari yako? Salama. Samahani kaka, nilikuwa nataka kujua kitu kutoka kwako. Jana nilivyokuja gengeni kwako ukaniulizia natokea wapi.
Nilipokuambia natokea kwa Tano, mlishtuka wote na ukanirudishia hela na vitu nilivyonunua kwako, ukasema niende navyo tu. Kuna kitu chochote labda unajua kuhusu Tano? Dadangu, msema ukweli ni mpenzi wa Mungu, ila kama unaishi kwa yule mzee Tano, acha tu nikwambie ukweli. Yaani yule mzee sisi hapa mtaani tunamheshimu sana na tunamwogopa. Mnamwogopa? Kwa nini mnamwogopa? Hivi unavyoona hapa mtaani, mtu yoyote akikutwa na tatizo anamfuata mzee Tano, yaani na mzee Tano anamsaidia, hahitaji kitu chochote. Na mimi mwenyewe dadangu, pale gengeni kwangu nikipungukiwa na chochote, basi nikimfuata mzee Tano ananipa mtaji na hahitaji chochote kile kutoka kwangu. Yaani tunamheshimu sana sana, zaidi ya sana. Ila naomba kukuuliza kitu kimoja. Hivi wewe pale kwa mzee Tano unaishi kama nani? Kwa mzee Tano mimi nimepanga. Dadangu, kama umepanga kwa mzee Tano, pole sana, yaani pole sana. Kwa yule mzee umepanga au wewe mwanawe? Hilo swali najiuliza sana, nataka majibu. Haya, nimepanga. Alafu naomba uongee ulichonisimamishia hapa, nataka niwe nikapike. Mbaya hiyo, mbaya sana. Dada yangu, umejiingiza katika mdomo wa mamba wewe mwenyewe. Hey! Sidhani kama ndaweza kuvumilia. Yaani pale lazima tu ni hapa. Aise, karibu sana Bwana Ima. Asante. Vipi, ulikuwa unaelekea wapi? Maana nimeona ghafla sana. Mzee, nimetoka nyumbani. Nilikuwa kuna shemeji yako Sara. Unajua nyumbani lazimisha ni moyo Aileen. Aliyakuwa mimi Aileen simpendi kabisa. Lakini Bwana Ima, mbona Aileen ni mwanamke ambaye anakupenda sana. Na unajua mwanamke akiwa amejitolea kukupenda, uoga inakuwa vizuri zaidi kuliko hata wewe ukiwa unampenda mwanamke ambaye unamlazimisha kuwa naye. Kwa nini usikubali tu kumuoa? King, ni kweli unachokisema ndugu yangu. Lakini unapaswa kutambua, hii ndoa wanaforce wazazi wetu tu. Hasa baba yake Aileen. Na mimi sipo tayari kabisa kufunga ndoa na Aileen, kwa sababu ninaye mwanamke ambaye ninayempenda. Ni Sara. Nafikiri na wewe unalijua. Sasa mimi nataka kufunga ndoa na mwanamke ambaye katika moyo wangu hajawahi kuwepo na wala hayupo kabisa katika mawazo yangu. Naelewa. Anyway, nisikuingilia katika maamuzi yako. Vipi lakini shemeji anasemaje? Nilijaribu kumpigia simu mara nyingi sana, lakini cha ajabu simu yangu haikoti mpaka sasa. Na ndio maana nimeamua kuja hapa kupumzika kidogo ili kutuliza mawazo yangu. Mpaka hapa nitakapompata hewani nipate kwenda kwake. Mzee, yani huwezi amini. Kule nyumbani kumewaka moto kabisa. Mama ameshikilia ndoa. Na mimi ndoa sihitaji. Naomba ndugu yangu nipumzike pako kwa muda. Nikimpata shemeji yako na kwenda nyumbani kwake. Hilo halina shida. Nadhani hapa ni kama kwako. Muda wote unakaribishwa. Jisikie upo nyumbani.
Mzee, mimi ndo nimefika sasa hapa. Sawa, hamna shida. Basi nadhani ngoja niingie kwanza kidogo hapo. Basi sawa. Acha kwanza niweke vitu sawa, then tutatoka twende tukale. Sawa, mimi nakuwait. Au tayari umeshakula? Ajabu yako. Okay, sawa. Oh la la la, oh la la la. Mapenzi ni nini? What is love? Kwani mapenzi ni nini? Yeah. What is love? Unaweza ukawa tajiri. Hebu acha kulia basi. Sasa mimi nitakuwa nimtoe jamaa ili asijue wako huko ndani. Kwa hiyo mimi nitamtoa, naambia kwa tunaenda kula chakula. Lakini pindi nitapotoka, nitaacha geti wazi ili uweze kutoka. Sawa? Sawa Kim, nakutegemea sana. Don't cry. What is love? What is love? What is love? Basta. Tuongozane tukapata chakula. Toka basi. Kwani mapenzi ni nini? Wow, jamani tajiri. Tajiri na kuona umepoa. Hauna baya tajiri, haunaga mpambamba. Yaani hapa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli kunikutanisha naye tajiri yangu. Hebu niambie michakato inaendaje? Mwenyewe nashukuru tumekutana hapa. Kwa sababu nilikuwa na mipango nikifika tu nyumbani nikupigie. Yaani ulikuwa na mpango ukifika nyumbani tu unitafute. Yaani uni call me. Limeisha hilo. Hebu niambie kama kuna mchakato wote tajiri yangu. Mimi nipo kwa ajili yako. Na uzuri wake, mimi ukinipa pasi naweka gambani, natuliza, natia wavuni. Niambie kuna mchakato gani? Kuna mtu mwingine anataka chumba? Nataka nikwambie dalali. Nataka unitafutie nyumba nyingine. Yaani juzi tu tumetafuta chumba na nimekupeleka mpaka pale. Jana umehamia. Leo hii unataka kuhama, inakuwa kwa vipi tena? Shida nini? What is this disturbance? Nisikilize dalali. Kitanda usichokilalia huwezi kujua kunguni wake. Na najua umenipandisha kwenye mtumbwi wa vibwengo. Na mimi nimepanda kwenye mtumbwi wa vibwengo ikiwa baharini hakuna stendi. Unategemea nitashukia wapi? Ninavyokwambia nitafutie nyumba nyingine na maanisha. Hata kama kodi yake nitakuwa nalipia kwa miaka 2, ni sawa. Niko tayari. Nadhani hapo utakuwa umeshanielewa. Ila kuendelea kuishi kwenye ile nyumba itakuwa ngumu. Sasa inaona hujaona hata slope Kitonga, nyumba ulipii kodi au ulipii maji,